Salamu zetu za dhati za asubuhi, za mchana, za jioni zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo na muda mwafaka mliokuwa nao huko, na tuna matumaini ya kwamba mnaendelea vizuri, na tutumie fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, hii leo tarehe 6 Februari mwaka 2026, na tukianzia huko mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, ambako waasi wa M23 AFC RDF wanapanga kuandaa mkutano mkubwa hii kesho Jumamosi tarehe 7 Februari mwaka 2026 katika uwanja wa mpira wa Stade de l'Unité kwa lengo la kuadhimisha mwaka mmoja wa uwepo wao katika mji huo wa kikatili wa kitalii wa Goma. Waandishi wa habari kutoka vyombo vya kimataifa tayari wamewasili Goma ili kufuatilia tukio hilo na kusambaza ujumbe uliopangwa na kudhibitiwa kwa makini. Katika muktadha wa mkutano huo, shughuli zote ndani ya mji wa Goma zitasimamishwa kwa muda wote wa hafla kwa maagizo ya wahasi. Jeshi la Rwanda RDF linalojiita M23 limeripotiwa kurusha kwa mara nyingine tena hiyo jana tarehe 5 Februari mwaka 2026 kwa majira ya saa 8:30 ama 14:30 ndege isiyokuwa na rubani ya kivita ama drone kamikaze kuelekea uwanja wa ndege wa Bangoka mjini Kisangani. Kifaa hicho kilidunguliwa na kuharibiwa na jeshi la anga la FARDC kabla ya kufikia malengo yake. Hata hivyo, Corneille Nangaa alikuwa amedai kuwa kituo cha usakinishaji wa droni na ndege za kivita cha Kisangani kilikuwa tayari kimeshambuliwa na kuharibiwa na droni hizo. Kwa hali hiyo, swali linajitokeza wazi: kwa nini kuendelea kutuma droni nyingine kuelekea miundombinu inayodaiwa kuwa tayari imeshaharibiwa? Na tukio hilo limetokea huku wakati tayari bunge la mkoa wa Chopo kwisha kuchukua msimamo rasmi. Na katika taarifa iliyotolewa tarehe 4 Februari mwaka huu huko Kisangani, wabunge wa mkoa walijibu vikali kauli zilizotolewa na Corneille Nangaa, mratibu wa M23 AFC, ambazo zilisambazwa kwa kiwango kikubwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa wabunge hao, kauli hizo haziachi tena nafasi ya shaka. Wanaziona kama uthibitisho wa waziwazi wa waasi hao kuwa ni vibaraka wa nchi ya Rwanda. Matamshi hayo yanafufua kumbukumbu chungu kwa wakazi wa Kisangani, mji ambao bado unabeba majeraha ya waasi wa zamani. Kwa kukumbusha, Jumanne tarehe 3 Februari mwaka huu, Corneille Nangaa, kiongozi wa vuguvugu la waasi wa AFC M23, alidai kupitia akaunti yake ya X ama Twitter zamani kuwajibika kwa shambulio la droni lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangoka, akielezea kama onyo kwa mamlaka ya Kinshasa. Alisema pia kuwa matumizi ya Kisangani kama jukwaa la kueneza hofu yalikuwa yamepigwa marufuku, na kwamba kile alichokiita utakaso wa kituo hicho cha nyuma ulikuwa umefikia mwisho. Mbele ya vitisho hivyo, bunge la mkoa linaonya dhidi ya hatua yoyote inayolenga kutisha mji wa Kisangani na mkoa mzima wa Chopo. Linasisitiza kuwa jaribio lolote la vitisho au la kusambaza hofu halitavumiliwa, na kwamba wahusika, wachochezi na washirika wao watalazimika kuwajibika mbele ya sheria na mbele ya wananchi wa Kongo. Katika taarifa hiyo hiyo, wabunge wanatoa pongezi kwa taaluma na kujitolea kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wakiyahimiza kuongeza umakini na kuendelea na operesheni za kudhibiti na kuangamiza makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zake katika eneo hilo. Ujumbe huo pia unawalenga wananchi. Bunge linawahimiza wakazi wa Kisangani na wa mkoa mzima wa Chopo kuonyesha uzalendo, umakini wa hali ya juu na kushirikiana na karibu na vyombo vya usalama. Likisisitiza msimamo wake, chombo hicho cha kutunga sheria kinasema wazi kuwa Kisangani si eneo la majaribio wala si kituo cha kusambaza vurugu. Hatimaye, bunge la mkoa linatoa wito wa kuimarishwa
kwa hatua za kiusalama kuzunguka maeneo ya kimkakati na nyeti ya mji huo, hususan vituo vya kijeshi na vya anga, ili kuzuia jaribio lolote la kuyumbisha usalama au kufanya hujuma. Na katika hafla za mkutano wa 74 ama 74 wa kitaifa wa sala National Prayer Breakfast ulioandaliwa na mamlaka za Marekani huko Washington DC hiyo jana tarehe 5 Februari mwaka 2026, Rais wa Marekani Donald Trump amemsifu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa ujasiri na dhamira yake ya kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 30 ama 30. Rais huyo wa Marekani amesema ya kwamba, namnukuu, miezi michache iliyopita hapa Washington tulitia sahini makubaliano ya kihistoria ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda, ambayo kwa mara ya kwanza yanafungua njia ya amani ili kumaliza mgogoro mkali sana uliodumu kwa miaka 30 ama 30. Leo tupo pamoja na mtu jasiri sana, mtu wa kipekee, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi. Tafadhali simama. Wewe ni jasiri sana, Rais. Asante kwa kusimama. Kwa kweli wewe ni mtu mwenye ujasiri. Najua uliyopitia, najua vizuri matatizo hayo yamekuwa magumu, marefu sana, lakini mambo yanaenda vizuri. Hakuna kilicho rahisi. Mara kwa mara inanibidi kuwakumbusha pande zote mbili, lakini mambo yanaendelea vizuri na yataenda vizuri. Wewe ni jasiri na tunathamini uwepo wako hapa. Ni heshima kubwa sana, tena kubwa, maana wewe ni mtu mwema. Pamoja naye pia tulisahini makubaliano makubwa zaidi ya madini katika historia kati ya Marekani na Afrika. Unajua, Kongo ina ardhi nzuri sana ya ajabu na anaithamini na kuitunza vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru. Tulisahini makubaliano makubwa na baadhi ya makampuni yetu makubwa nayo yanawekeza huko. Asante sana Mheshimiwa Rais, na unaweza kunipigia simu kwa chochote muda wowote. Asante. Na kwa kumalizia, maandiko matakatifu hutuambia heri wenye moyo safi. Mwisho wa kunukuu. Na kwa upande wake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, akiwa kama mgeni aliyepangwa kutoa sala katika mkutano huo wa maombi na sala, Rais wa Kongo aliomba kwa ajili ya maridhiano kati ya mataifa yanayokumbwa na migogoro na utekelezaji wa kweli wa ahadi zilizochukuliwa ili kufikia amani ya kudumu na kufufua maendeleo. Na maombi yake yalikuwa kama haya, na mnukuu: Mwenyezi Mungu, hapa tupo mbele zako tukiyaweka mioyo na maisha yetu kwa ajili ya maridhiano kati ya watu na kati ya mataifa, ili amani na haki vitawale, uadilifu na uhuru, usalama na heshima ya binadamu kila mahali kote duniani. Basi wakati huu wa sala uwe wakati wa maridhiano. Wakati huu wa sala uzalishe ndani ya kila mmoja wetu ahadi za dhati, ili sisi mmoja mmoja na kwa pamoja tuweze kukabiliana kwa busara, ujasiri na mshikamano na changamoto zinazoikabili dunia ya leo. Mwisho wa kunukuu. Na hayo ndo yalikuwa maneno ya Rais Felix Tshisekedi katika sala yake mbele ya mwenzake Rais Donald Trump na viongozi mbalimbali wa kisiasa na kidini waliokuwa wamealikwa katika mkutano huo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku, na kwa kuzidi kwa habari zaidi ambatana nasi sambamba ili uende kupata habari motomoto zijazo. Tukutane kwa majaliwa.